Unawezaje kuwa mwanamke wa thamani? Kwanza, kabla ya kuanza kuwa mwanamke wa thamani, lazima ujue kwamba thamani ya mtu huwa inatengenezwa na yeye mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe ndio mwenye nafasi kubwa ya kutengeneza thamani yako. Sasa ni vitu gani vinaweza kukufanya wewe ukaonekana mwanamke wa thamani? Cha kwanza, ni lazima ujitengenezee mipaka yako. Ni lazima ujitengenezee mipaka yako, na wala sio dhambi. Unajua kuna mtu mwingine anaona kwamba nikijitengenezea mipaka yangu labda nitakuwa nimetenga watu, au labda nitaonekana mimi nina maringo, au mimi nitaonekana. Hapana, yani kujitengenezea mipaka ni vile vitu ambavyo wewe kama wewe, hata kama watu wako kwenye nafasi ya maisha, kwenye nafasi fulani katika maisha yako, wanajua. Yaani unajua kuna watu ukiwa nao wanajua kabisa nikienda sehemu fulani nikimwambia huyu dada aje, hawezi kuja. Au nikiwa sehemu hii inatakiwa nimuite huyu hii inamfaa. Yaani maana yake ni kwamba wewe ndio umetengeneza hiyo nafasi. Kwamba hata mtu ana uwezo wa kukwambia nenda hapa, usiende huku, au mimi sitaki kumuita huyu mtu huku, kwa sababu anaijua mipaka yako. Kwamba huyu kiwango chake mwisho ni hapa, huyu nikimuhitaji lazima niwe na appointment naye, huyu hivyo. Maana yake hiyo wewe ndio umeitengeneza kwa mikono yako. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa wakati unataka kutengeneza thamani yako, ni lazima uzingatie nafasi yako ya kujiwekea mipaka. Lakini kingine, thamani inatengenezwa na wewe kupenda kujisemea maneno mazuri. Wanasema Waingereza wanasema positive affirmation. Yaani wewe ni unaweza, wewe una nguvu, wewe una bidii, wewe unaweza kusaidia watu. Yaani kujisemea vitu vizuri vya kwako mwenyewe. Yaani hii inakusaidia sana kukufanya kuwa imara. Hata siku moja usitamani kuwa unajisemea kwenye maneno ya uchungu ya kukuumiza. Hapana. Tengeneza thamani yako kwa kuwa imara, kwa kujisemea mwenyewe. Kila siku huwa ninasema kwamba hii midomo yetu ina uwezo wa kutujenga au ina uwezo wa kutubomoa. Hata Mungu alisema tukimuomba kitu kwa kutumia midomo yetu tutafanikiwa sana. Na hata yeye aliumba kwa maneno, kiwe hiki kiwe kile na hiki kikawa. Kwa hiyo jifunze kujisemea maneno mazuri ya kukujenga, kuwa positive. Mimi ni hard worker. Yaani hiyo itoke ndani yako, kwa sababu wewe ndivyo ulivyo. Itakusaidia sana pia kuongeza thamani yako. Lakini kitu cha tatu, jali sana afya ya mwili wako, afya ya akili yako, afya ya hisia zako. Maana wengine watu tunasahau, tunadhani kwamba tunajali afya ya mwili peke yake. Hapana. Jali afya ya mwili wako, jali afya ya akili yako, jali afya ya hisia zako. Kwamba nisibomoe hisia zangu, natakiwa nifanye nini? Nisiharibu akili zangu, natakiwa nifanye nini? Na nani anatakiwa kutunza afya ya akili yangu? Ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo angalia sana afya yako. Jipende, huko ni kujipenda huko. Jali afya ya mwili wako, ya akili yako, ya hisia zako. Hiyo ni sehemu pia ya kujiongezea thamani yako wewe kama mwanamke. Lakini kitu kingine, angalia kipato chako. Yaani wewe uwezo wako wa kupata kipato chako ni upi? Mimi hela yangu ni kiasi hiki, na namna nzuri ya kutafuta pesa yako, namna nzuri ya kuitunza, nikaitunze pesa yangu wapi, na nitumie mpaka wapi, na ili nijipende niweje. Kujipenda jamani, sio lazima kuwa na manguo ya mamilioni ya manini. Hapana, unaweza tu kuwa na nguo zako chache nzuri ambazo zinakufanya unakuwa smart. Unajua kwamba mimi pesa yangu hata kama nitaitumia, kiwango changu cha mwisho cha kutumia pesa yangu ni hiki, ili wakati mwingine nisiweze kuwa na tapatapa sana. Lakini pia unaweza ukasaidika hata kwa watu wengine. Unajua kama huna kipato bwana, watu hawawezi kukusaidia. Lakini watu wakishajua kama wewe ni mtu ambaye una uwezo kujitafutia, unaweza kuwa na kipato chako, hata kama siku imetokea umekwama, unaweza ukasaidika, kwa sababu wanaamini kwamba hata wakikusaidia una uwezo hata wa kurudisha pesa yao. Mikopo sio mibaya, madeni ndio mabaya. Kwa hiyo watu na ili uweze kunufaika, basi ni lazima na wewe uonyeshe kwamba una uwezo wa kutafuta pesa, una uwezo wa kutunza pesa, na una uwezo wa kuwa na matumizi ambayo yanakufanya wewe kuwa mwanamke wa aina fulani. Hiyo nayo inakusaidia sana kutengeneza thamani yako wewe. Lakini cha mwisho labda nikuongezea hapo kwamba ni lazima ujiamini. Yaani kutojiamini ndio kumetuangusha wengi. Lakini ukitaka kutengeneza thamani yako, jiamini. Usiwe na overconfidence. Yaani ujiamini mpaka ufike mahali uone dharau. Hapana. Yaani ujiamini kwamba wewe unaweza, ujiamini kwenda kuingia mahali, kujieleza, ujiamini kusimama mahali, kusema wewe mwenyewe, ujiamini katika vitu vingi. Yaani kujiamini kutakuokoa kwenye mambo mengi sana. Ukiwa ujiamini na watu hawatakuamini.
Watu wanasema mimi yule siwezi kumpa kazi yangu kwa sababu yeye mwenyewe tu hajiamini. Umeona? Wewe usikubali kusema wewe mwenyewe tu hajiamini. Yeye mwenyewe tu kama hajiamini atamwamini nani? Kwa hiyo jiamini, Mungu atakusaidia, utaweza kuwa imara na utaweza kuwa mwanamke wa thamani. Kwa hiyo kuwa mwanamke wa thamani ni bora zaidi kwenye maisha yako kwa sababu itakuongezea fursa nyingi kwenye maisha yako. Kwa hiyo jitahidi sana kujitengenezea thamani yako. Thamani yako inajengwa na wewe mwenyewe.